subscribe to my channel and also press this bell icon. Bana, mchezo baada ya kumalizika ligi kuu soka Tanzania bara, Simba zidi ya Mashujaa. Nipo na Yusufu hapa kwa namna ambavyo tunauchambua mchezo huo, dakika 90 za namna gani, lakini pia baadhi ya matukio ambayo yametokea katika mchezo huo. Mambo ni mengi sana kudiscuss na Yusufu. Upo vizuri? Mimi niko vizuri, namshukuru Mungu. Na mambo yanasonga? Mambo yanakwenda. Utazama mchezo wa Simba zidi ya Mashujaa, dakika 90 zilikuwa ni za namna gani kwanza kwa namna ambavyo tunazimulika kiwanjani? Zilikuwa ni dakika 90 ngumu kwa upande wa Simba kwa sababu ya namna ambavyo Mashujaa aliingia, lakini ukikumbuka hata matokeo ya mwisho ambayo Simba anapata dhidi ya Mashujaa yalikuwa ni magumu kweli kweli. Anakwenda kupata bao dakika za jioni la Steven Dese Mkwara baada ya kupigwa cross ile ya mpira wa kona na Aweso Ali Aweso. So ulikuwa unategemea kama kule ilikuwa ni ngumu, basi hata hapa itakuwa ni ngumu. Lakini kitu ambacho kimebadilika kwa Simba ni kwamba rotation ambayo kocha ameifanya kwenye mchezo wa leo. Na kwa nini ameifanya? Kwa sababu kuna mechi mbele muhimu ambazo zinakuja. Of course hata ya leo ilikuwa ni muhimu, lakini zinazokuja ni muhimu zaidi kwa sababu atacheza na JKT, inabidi acheze finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. So ulikuwa unahitaji afanye hiyo rotation kupunguza baadhi ya majeraha, lakini pia ule uchovu wa wachezaji. Kwa sababu pia ukija kuangalia Simba katika wachezaji ambao wanaanza kwenye kikosi cha kwanza, inawezekana ndo timu pekee ambayo wamecheza dakika nyingi kuliko hizo timu kubwa. Kwa maana ukija kwenye first 11 ya kikosi cha Simba, asilimia kubwa wachezaji wa Simba ndo wamecheza dakika nyingi zaidi kuliko labda wapinzani wa Yanga, kwa maana kama Yanga au kaenda kwenye upande wa Azam FC. Kwa nini? Kwa sababu wao wanakosa machaguo baada ya kuwa katika wale ambao wameanza wameshindwa kukupa kile unachokihitaji, au pale ambapo wanakosekana kitu gani ambacho walioko nje wanaweza kukupa. Na ndio maana tazama kwenye mchezo wa leo, baada ya kukosekana Jaishalea wa kwenye ile eneo la namba 10, ni kama ulikuwa unakosa ule ufanisi na namna ambavyo unaweza ukaona hukumu makosa ya timu pinzani. Lakini mbali na hapo unakuja kwenye eneo la fullback wa pembeni, kwa maana Shomari Kapombe na Mohamed Hussein, ulikuwa unaona katika wale ambao wameanza walikuwa wanashindwa kufanya vitu vitokee kwa uharaka kama ambavyo imekuwa kwa upande wa wachezaji ambao walianzia nje kwenye mchezo wa leo. Anakosekana Fabrice Ruamba Ngoma. Nafikiri katika wachezaji ambao wamekosekana, Fabrice Ngoma ni miongoni mwa wachezaji ambao pengo lake limeonekana. Kwa nini? Kwa sababu mmoja kati ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kupiga zile pasi za kuthubutu kupenyesha kwenye mianya ile ambayo ni migumu ni Fabrice Ruamba Ngoma, lakini kwenye mchezo wa leo amekosekana. Nafasi yake ikachukuliwa na Deborah Fernandez Mavambo, akashindwa kudhibitisha hilo daraja la uwezo wa kupiga hiyo pasi kwenye baadhi ya maeneo ambayo Ngoma amekuwa akipiga. Lakini unakuja kwenye namna ambavyo Simba mchezo wa leo amecheza. Of course ameanza na baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wapate nafasi, lakini baadaye baada ya kuwa ametanguliwa sasa ikabidi hawarejeshe wale wachezaji ambao wamekuwa ni chaguo la kwanza. Napongeza namna ambavyo Mashujaa kwa bora kipindi cha kwanza amekuja na nidhamu ya kiuchezaji kwa hali ya juu sana kwenye mchezo wa leo. Nafikiri mmoja kati ya timu ambayo imekuwa ikimpa sana Simba pressure msimu toka mechi yake ya kwanza, namna ambavyo anacheza na mechi ya leo amenithibitishia kwamba hata kwenye ile mechi ambayo imepita kwamba kile kiwango ambacho alikuwa nacho akikuwa kwa bahati mbaya. Anajua kusoma saikolojia ya mchezo, namna ambavyo unaendelea, anajua kucheza na nyakati, kwa maana kipindi cha kwanza of course hakuwa anafunguka sana, lakini hakuwa anazuia sana. Ameweza kutumia nafasi ambayo ameipata akaweza kupata bao. Kitu ambacho kimekwenda kumnufaisha sana kipindi cha kwanza, kwa sababu tayari ilibidi sasa Simba atumie nguvu kubwa sana kuweza kuishinda mechi, kwa sababu wakati ambao Fadlu anawaza kusawazisha ndio wakati ambao Mashujaa wanawaza kulilinda goli na kuongeza lingine kwenye mkakati ule wa counter attack. Na of course ni kama alifanikiwa, lakini kuja kipindi cha pili nafikiri kwenye eneo ambalo wamekosea ama limefanya mechi ikaisha hivi ni baada ya kumkaribisha sasa Simba awe anakuja, kwa sababu kipindi cha pili muda mwingi amecheza kwenye eneo lake. Tayari unategemea sasa hapo unampa nafasi adui yako kuweza kukusha. So alikuwa anashindwa ama alikuwa anakosa tena ule uwezo ambao alikuwa nao kipindi cha kwanza wa kumpa pressure kwenye eneo la juu. Muda mwingi akamkaribisha Simba, na baada ya kufanya mabadiliko kwenye baadhi ya maeneo yakaenda kupunguza ule ufanisi na utayari ambao katika wale ambao walianza walikuwa wanatekeleza majukumu ya mwalimu. Lakini anaongezeka Mohamed Hussein, Shomari Kapombe, wanategemea sasa Simba waanze kupiga ile mipira ya
usahihi, kwa maana ile mipira ya cross kwa tegemea sasa inaanza kupigwa na muda mwingi akamtoa tena Deborah Fernandez Mavambo akawa anacheza na maswaika wawili. Lakini matukio yamekuwa ni mengi ndani ya uwanja, baadhi ya watu wakizungumza kuhusu mwamuzi, lakini kwangu mimi sioni kama kuna tukio geni, lakini labda kwenye zile dakika 15. Lakini ukija kwenye mikwaju ya penalty nafikiri yote ilikuwa ni sawa, kwa sababu penalty ya kwanza anafunga Ateba, mtu kashika ndani ya boksi. Kwa sababu mpira ameweka hivi mkono, mpira unapigwa cross akawa ameuzuia kwa mkono. Tunakuja kwenye tukio la pili, mchezaji kachezewa rafu japokuwa ilikuwa ni nyepesi. Kwa zile kwenye michuano ya kimataifa huwezi kuipata kama ile, kwa sababu kuna faulo kachezewa Kibu, kibongobongo ile ni penalty, lakini kwa sababu ndio ligi yetu. Kwa ile tukio la pili of course kachezewa ndani ya boksi na mwamuzi wakati hakuwa ameliona vizuri, lakini mwanadada mshika kibendera akaweza kutafsiri kwamba ni tukio la penalty, na ndivyo ambavyo imekuwa, kwa sababu ingetafsiriwa kuwa ni faulu alafu ikachezwa nje ya boksi, kwa maana isiwe penalty, tungekuwa tunajiuliza, kwa sababu kifupi mwamuzi wa leo hana makosa. Hana makosa. Anamshika kibendera? Hana makosa, lakini labda kwenye zile dakika 15. Yusufu, kwa hapo tuweke nukta kwenye hili swala la Young Africans kurudishwa kasi. Kwa upande wako unalipi la kuzungumza? Bana, ni tukio ambalo nafikiri limeuteka mji, kwa sababu tazama namna ambavyo Yanga walikuwa na imani kubwa wakiamini kwamba wako sahihi. Ikafika hatua hadi wakawakatia tamaa baadhi ya viongozi. Wakawa wanasema kwamba hatuna imani nao, sio? Bodi ya ligi, lakini pia rais wa TFF Wallace Karia. Sasa kwa namna ambavyo tukio lilivyo, manake itabidi tena Young Africans arudi tena kuomba radhi, kwa sababu amekosea. Arudi na kuitisha waandishi wa habari aombe radhi kwa kile ambacho kilitokea, kwa sababu kwa namna ambavyo ilivyo ili sakata, inawezekana Yanga wangetumia busara tusingefikia hapa, lakini TFF wameita Yanga mara kadhaa, lakini Yanga hakutaka tena kuwasikiliza. Lakini mbali na hapo, sio tu mashabiki ambao wanaamini kwamba tulikuwa sahihi, hadi uongozi chini ya rais wa Young Africans Engineer Said naye alikuwa miongoni mwa wale ambao wanaamini, sio? Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni tukio ambalo Young Africans limekuwa limewasurprise kwa upande wao, kwa sababu waliamini kwamba wanakwenda kulishinda, lakini hatimaye imekuja ndivyo sivyo na matarajio yao. Lakini kuna kitu ambacho najifunza toka Young Africans ahusishwe na kesi baina yeye na Simba, hajawahi kushinda. Kuna kati ya yeye na Simba. Kati ya yeye na Simba ni kesi yoyote ambayo inamhusu Young Africans na Simba, Young Africans hajawahi kufanikiwa. Maana yake inawezekana labda Simba na wanasheria bora, ama kuna namna ambavyo Yanga kuna sehemu anakosea, kwa sababu kija kwenye tukio la Bernard Morrison ilikuwa hivyo hivyo, tukaja kwenye tukio la Yusuf Kagoma, tukaja kwenye tukio hili tena la dabi. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri nguvu ile ambayo Young Africans aliitumia kuwaambia watu kwamba hatuchezi ndio nguvu pekee ambayo pia anapaswa kuitumia kwenda kuomba radhi, kwa sababu tulianza kuona hadi mabango kwenye mechi Young Africans akiwa anacheza hapo, unaona mashabiki amebeba ile mabango ya kwamba hatuchezi. Lakini hadi hivi sasa aibu naona mimi bana. Aibu? Aibu naona mimi kwa tukio ambalo taarifa yahusu Young Africans. Tukio linawahusu Young Africans, lakini aibu naona mimi. Kwa sababu tulikuwa tunaamini kwamba wale ambao wamepewa yao mamlaka kwa maana ya wanasheria, walikuwa na sheria wengi, unajua sio mmoja tu. Walikuwa na sheria wengi, lakini Yanga imeshindwa tena kesi. Na mbali na hapo, mwanasheria wao ameomba kujiuzulu. Kwa hiyo unaona namna ambavyo kiti cha wanasheria ni kigumu. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni tukio ambalo Yanga wanapaswa kujifunza, kwa sababu ni kama wamekuwa wakikurupuka hivi kwenye baadhi ya mambo. Yanga wamekuwa wakikurupuka kwenye baadhi ya mambo. Ukirudi kwenye tukio la Kagoma, ulikuwa unaona kama Young Africans yani ana nafasi kubwa ya kwenda kupata kile anachokitaji, lakini baadaye sheria inakuja inarudi upande wa pili. Kwa hiyo inawezekana wangekubali kutumia busara ile tusingekuwa tunawatetea Yanga, lakini kwa namna yote lazima Young Africans atawajibika, kwa sababu sifikiri kama mamlaka watakuwa tayari kuweza kusameheana na ikaisha juu. Wamesema dabi itapangiwa tarehe. Dabi itapangiwa, lakini kwa hili tukio sioni kama itaishia kwenye dabi kupangiwa tarehe. Yani lazima kama si watu kupigwa faini, basi inawezekana wengine wakafungiwa kabisa. Yusufu, tutapata muda mwingi kuchagiza kuhusiana na hili. Shukrani sana kwa leo ndugu yangu. Asante, ni kutakia kila laheri.